Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kristo Mungu ni mwema kila wakati. Naomba tumshukuru Mungu tena kwa makofi na vigelegele. Ndugu zangu katika Kristo, wazo letu la leo katika Dominika ya 29 ya mwaka C wa kanisa ni usikate tamaa. Mwambie jirani yako usikate tamaa. Usikate tamaa. Usikate katika yote. Kumbuka usikate nini? Tamaa. Sasa tuangalie masomo yetu ili tuweze kuelewa sasa. Sawa? Na tamaa hii usiikate kwa sababu Mwenyezi Mungu anasikia. Mwenyezi Mungu yuko tayari kutusikia tukimuomba usiku na mchana, tukimkimbilia wakati wa shida yetu. Mwambie jirani yako usichoke kuomba. Usichoke kuomba. Sasa ndugu zangu katika Kristo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka, ile sura ya 17 aya ya 8 hadi ya 13. Tumesikia hapa wana wa Israeli wakiingia katika vita na taifa moja linaitwa Waamaleki. Waamaleki. Sasa hawa watu ni watu gani? Hii ilikuwa ni jamii ya watu wafugaji waliokuwa wanahama, lakini makazi yao yalikuwa katika sehemu moja ya jangwa la Sinai. Sehemu hii haikuwa na rutuba sana. Sasa kwa nini hii vita ilitokea ndugu zangu katika Kristo? Naomba muelewe hivi. Baada ya wana wa Israeli kutoka katika utumwa nchini Misri, ilibidi kutembea taratibu kupita hii sehemu waliokuwa wanakaa hawa watu. Sasa walikofika sehemu moja inaitwa Refidimu, ndipo wanakutana na hawa watu sasa wa Amaleki. Lakini wana wa Israeli walikuwa wana shida, na shida yao kubwa ilikuwa ni maji. Kwa sababu wako jangwani, waliomba msaada kwa hawa watu wa Amaleki. Sasa nini kilitokea? Badala ya kuwasaidia sasa, wao wakajua wana wa Israeli wamechoka, wana wa Israeli hawana nguvu kwa sababu ya safari, wakawavamia kutokea nyuma. Wakaanza kuwaua wale waliokuwa wamedhoofu, wazee, vilema, waliokuwa wamechoka. Manake walikuwa nyuma ya msafara katika safari ya wana wa Israeli. Ndipo hapo sasa vita inaitwa kwa kunyanyua fimbo. Mungu anaalikwa katika vita kwa maombezi ya Musa. Nadhani mnanielewa, si ndio? Sasa kitu gani kinatokea? Kwenye uwanja wa vita alikuwepo jemedari Yoshua, lakini mbele ya Mungu yupo Musa mwenyewe. Tunasikia ananyanyua mikono yake juu. Akinyanyua mikono juu, basi wana wa Israeli wanashinda. Lakini mikono ikishuka, wana wa Israeli wanafanya nini? Wanashindwa. Naomba niwaeleze, hii haikuwa ishara au dalili yoyote ya sala wala kuomba, bali ni Mungu mwenyewe alikuwa anapigana na taifa lake kupitia huyu nabii wake nani? Musa. Kwa hiyo wana wa Israeli sasa, iye roho ya Mungu ilipokuwa juu yao kupitia Musa huyu, ndipo walipokuwa wanashinda. Lakini walipokuwa wanashusha au wanakata tamaa au wanaona Mungu hayupo, ndipo mikono inafanya nini? Inashuka. Na ndio maana naomba niwaambie, ukisoma kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati, ile sura ya 20 aya ya 15, maandiko matakatifu yanasema usiogope wala kufadhaika, kwa sababu vita si vyako, vita ni vya nani? Ni vya Bwana mwenyewe. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu katika Kristo, huyu roho wa Mungu wakati wowote ule asije akatoka ndani mwako. Asije akatoka ndani mwako. Yaani ukahisi kana kwamba Mwenyezi Mungu amekuacha katika mapambano ya maisha unayopitia. Ukihisi tu kwamba Mungu amekuacha, uko peke yako, nguvu au roho itashuka ndani mwako. Utakata nini? Tamaa. Lakini naomba niwaambie, maadamu sisi ni wanadamu, vita haiwezi kuisha mpaka kufa. Unanielewa? Kuna watu wanapenda wao maisha yao yamenyooka tu. Wewe sio mtu. Wewe sio mwanadamu.
Maadamu wewe ni kiumbe, umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na umezaliwa na mama, wewe sasa lazima utambue kwamba vita ni sehemu ya nini? Ya maisha. Majaribu, mitihani, machozi, kuhangaika ni sehemu ya nini? Ya maisha. Hivyo usije hata siku moja, dhambi unayoweza kuifanya na ni chukizo mbele ya Mungu ni dhambi ya kusema sasa basi. Ni dhambi ya kusema au kukata nini? Tamaa. Kwamba mimi siwezi, mimi nimechoka, bora nife. Yaani unakata nini? Ogopa sana hiyo dhambi. Naelewa ndugu zangu katika Kristo? Mungu ndiye Bwana wa vita. Mungu ndiye anayetupigania, nasi tuweke imani kwake. Ndugu zangu, maana nasema si rahisi sana wakati mwingine. Tukisoma somo hili la pili, waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, ile sura ya 3 aya ya 14 mpaka sura ya 4 aya ya 2. Huyu mtume anazidi kumimarisha kijana wake Timotheo. Anampa moyo, anampa nguvu katika majaribu yatakayokuja mbele, kwamba asije akasahau maandiko, asije akasahau mafundisho yale aliyofundishwa na kuyashika tangu akiwa mtoto. Alifundishwa na wazazi wake, mama yake Eunice na bibi yake Lois. Vile vile alifundishwa na Mtume Paulo mwenyewe. Ukisoma katika waraka huu, ile sura ya 1 aya ya 10 mpaka ya 11 na ile sura ya 2 aya ya 2, anahimizwa ayashike mafundisho na yashike maandiko. Unanielewa? Kwa nini nasema hivi ndugu zangu katika Kristo? Kwa sababu asilimia kubwa ya sisi wa Kristo tunapopitia mitihani au kukutana na magumu, misingi yetu ya imani mara zote huwa inatikisika. Imani yetu mbele ya Mungu, tutake tusitake, huwa inatikisika, na tunaanza kuhisi kwamba Mwenyezi Mungu ametuacha. Hapo mikono yetu sasa inafanya nini? Inashuka. Wakati mwingine mpaka tunajiuliza, hivi kweli Mungu yupo katika kanisa hili nalosali? Hivi Mungu yuko hapa kweli? Mungu yupo hapa na nisikia? Au wakati mwingine tunajiuliza, mtu anasema, Father, ni sala gani ili Mungu asikie? Ni sali novena ipi ili Mungu asikie? Nifanye nini ili Mungu asikie? Ukianza kuhisi hicho kitu kwamba Mungu asikii, jiulize mara mbili. Jiulize mara ngapi? Yaani hisia hiyo ikija kwamba Mungu asikii, jiulize mara. Misingi yako ya imani inaanza kutikiswa. Ogopa sana, sali sana kipindi hicho. Naelewa ndugu zangu katika Kristo? Kwa sababu misingi hiyo ikitikisika, utajikuta unahama kanisa moja kwenda kanisa lingine. Ukimaliza makanisa utaenda kwa mganga mmoja, na ukimaliza huko utakuwa kanisani na utakuwa kwa mganga vile vile. Unaelewa? Kwa hiyo ni kuombe sana, elewa hicho. Maadamu siku zetu sisi kama binadamu zinahesabika, kufika miaka 120 haiwezekani, si ndio? Mitihani ni sehemu ya nini? Ya maisha. Nimesema, huwa nasema siku zote, waliopumzika kwa amani wako makaburini. Waliolala kwa amani wako wapi? Makaburini. Maadamu mimi na wewe bado tupo, tutapumzika, ila sio kwa nini? Mapambano ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Lakini kama nilivyosema, tusikate nini? Na Mungu anatupenda, Mungu anatusikiliza. Katika yoyote yale majaribu yetu, magumu yetu, tumwendee Mwenyezi Mungu, tuombe msaada tena na tena. Na Kristo anaeleza hivyo kwa mfano huu tuosikia. Injili ya Luka ile sura ya 18 aya ya 1 mpaka ya 8. Kwa mfano wa huyu kadhi au hakimu na huyu mjane. Naomba niwaeleze ndugu zangu katika Kristo. Wazo kuu ni usikate nini? Usikate. Sasa tukiwa hapo, naomba sasa tuangalie mawazo madogo madogo. Mwambie jirani yako, omba usichoke. Omba usichoke. Nataka niseme hivi ndugu zangu. Tumesikia Yesu akieleza imetupasa kumuomba Mungu usiku na mchana bila kukata nini? Tamaa, bila kuchoka. Omba usichoke. Na anaeleza kwa huu mfano. Huu mfano naomba tuelewe.
Tuangalie vizuri huu mfano. Yesu anasema katika mji fulani palikuwa na kadhi, palikuwa na hakimu, si ndio? Ambaye tunategemea ni mtu wa haki, anayejali watu, ambaye anasikiliza. Lakini hapa ni kinyume. Na Yesu naomba niwaambie, anasema kitu kizuri. Anaeleza sifa za huyu kadhi, sifa za huyu hakimu. Sifa kuu ni ngapi? 2. Anasemaje? Hebu sikiliza. Ya kwanza, hamchi Mungu. Hamchi? Hii ndio sifa ya kwanza. Hamchi nani? Sifa ya pili, huyu kadhi hajali mtu. Sifa ya pili, hajali nini? Hamchi Mungu, hajali mtu wala hajali watu. Naelewa ndugu zangu hapa? Yaani kwa maneno mengine, hana huruma wala roho wa Mungu hayupo ndani mwake. Yaani hayupo tu. Katika maisha ogopa sana kutana na watu wa namna hii. Naelewa? Ogopa sana kutana na watu wa namna. Yaani mtu hamchi Mungu wala hajali watu. Nasema hivi kwa sababu unaweza kaona ni kama ni mfano tu wa Biblia. Ila ikikuta ndio utajua kumbe kuna watu wa namna hii. Unaweza ukajikuta huko ofisini, upo kazini, unapata matatizo, mama yako, baba yako anaugua, mke wako anajifungua, au mtoto wako basi anapata changamoto. Unaomba ruhusa, naomba niende nikafanye kitu fulani katika familia yangu. Bosi anakuambia chagua kazi au familia yako. Unaelewa hicho? Yaani mpaka unajiuliza, hivi huyu bosi ni mtu au mnyama huyu? Unamweleza, anaambia naomba saa nyingine nisaidie hata kiasi kidogo cha pesa, alafu utanikata kidogo kwenye kamshahara ili mimi matatizo yangu niweze kuyatatua. Anakuambia kazini mkataba huko hivyo. Yaani unajiuliza mara mbili, hivi shida ni nini? Hivi huyu ana wazazi? Hivi huyu ana watoto? Hivi huyu anamcha Mungu kweli? Hivi kweli anajua nayo yapitia? Saa nyingine unaweza kaisi hata uache kazi. Kwamba hapana, hapa sionji upendo wowote. Huyu mtu hamchi Mungu wala hajali nini? Watu. Ogopa sana mtana na mtu wa namna hiyo. Ogopa sana. Unaweza kusema ni makazini tu. Hata manyumbani. Unaweza kujikuta umeoa au umeolewa na mtu, ukimwangalia unasema hapana, huyu sio mtu huyu. Kwa nayo yafanya, sidhani kama hata mbele ya Mungu sala zake zinasikika. Kwa sababu ukimwangalia, mbona hana hofu ya Mungu ndani? Mbona anao yatenda mbele ya Mungu? Unaona kabisa ni chukizo. Kama ananifanyia hivi mimi, kweli Mungu anampendeza kweli? Unauliza mara ngapi? Yaani hata kama unamuoa anasali unasema huyu ni mnafiki tu. Hapa anadanganya ndani mwako. Mnaelewa? Kwa sababu huyu mtu hamchi Mungu wala hajali. Hata kuna watu wa namna hiyo. Wana matukio, anaweza akakupiga tukio, akakufanyia kitu, bado akasema huyu hapana. Kama angekuwa na hofu ya Mungu hata kidogo, asingenifanyia mimi hivi. Ni rafiki wa muda mrefu, ni ndugu wa muda mrefu, ni nani? Lakini anakufanyia kitu mpaka unasema hapana. Mnyama tutamsingizia, huyu ni zaidi ya mnyama. Ndugu zangu, ogopa kukutana na mtu wa namna. Mtu asiyemcha Mungu, mtu asiyejali. Sasa naomba niwaambie, tumesikia mfano wa mjane. Mfano wa nani? Mfano wa mjane. Sasa kinachotokea ni nini? Ni kwamba huyu mtu huyu ambaye tunasema ana roho mbaya, huyu mtu ambaye tunasema hajali mtu wala hana hofu ya Mungu wala hamchi Mungu, ndio huyo unayetegemea upate msaada kwake. Unaelewa? Yaani hamna namna nyingine yoyote. Hauna msaada mwingine wowote isipokuwa huyu mtu. Mama yako ameugua nyumbani, mama yangu hapa, una mtu wa kumwomba msaada isipokuwa mume wako huyu ambaye hamchi Mungu wala hajali watu. Hapo sasa. Anielewa? Baba, una majanga, ada za watoto zimeongezeka, hauna wa kumwomba isipokuwa ni bosi wako ambaye hamchi Mungu wala hajali. Sasa unakaa sehemu unasema nifanyeje? Nyumbani kutoka haiwezekani kwa sababu unamtegemea, kazi kuacha haiwezekani kwa sababu unajua ndio unayotegemea. Na anayesimamia hamchi Mungu wala hajali. Lakini naomba nikwambie, ndio hapa
tunasikia huyu mjane yeye hajali yote hayo, hajali yote, anaenda kuomba tena na tena. Omba jirani yako, omba usichoke. Yaani mpaka kadri roho yake inabadilika. Anasema, ingawa simchi Mungu wala sijali watu, kwa kuwa mjane huyu ananisumbua, nitahakikisha nampatia haki yake, ama sivyo ataendelea kuja hadi amenichosha. Anayo. Ndugu zangu, naomba niwaambie hivi. Naomba niwaambie, mbele ya Mungu, mbele ya nani? Omba bila kuchoka. Sali bila. Wakati mwingine naomba nikwambie, baba yangu, mama yangu, usione aibu kusali mbele ya Mungu. Usione aibu kugaragara na kulia mbele ya nani? Kuna watu wanaona aibu kwamba itakuwaje. Tenga muda peke yako. Hata saa nyingine kaa peke yako chumbani. Kaa peke yako. Wewe na Mungu wako mbele yake. Ongea naye. Mueleze matatizo yako. Mueleze shida zako. Lia mbele ya nani? Peke yako. Ukitoka kufuta machozi, maisha yaendelee. Lakini Mungu mwenyewe anaelewa. Wacha watu wengine wakuone kichaa au fai. Hata ukiwa kazini, tenga muda, ongea nani? Sinakumbuka Hana alichofanya. Mpaka ikaonekana kama amekunywa mvinyo, si ndio? Lakini alisema, roho yangu nimeinua kwa nani? Omba usiku, omba mchana, omba ofisini, omba kazini, omba shambani, omba kwa dadala, omba kokote pale usiku na omba bila kuchoka. Mungu anasikia. Mungu anaona. Na Mungu atatujalia. Tumsifu Yesu Kristo. La pili na la mwisho, mwambie jirani yako, kukawia sio kukataa. Kukawia sio kukataa. Ndugu zangu, naomba niwaambie, wakati mwingine Mungu itaonekana kana kwamba anakawia maombi yetu, anakawia kutujibu. Lakini kukawia kwa Mungu sio kwa nini? Kukataa. Naomba muelewe hivi, na iweke akilini mwako wakati unasali, wakati unawaza, iweke haya anayoeleza haya. Nataka hizo mambo mangapi? Matatu. Haraka. Elewa, kukawia kwa Mungu au kuchelewa ni hekima yake. Ni hekima. Tunaishi katika ulimwengu ambao unataka mambo ya haraka. Mambo ya haraka. Mafanikio ya haraka, pesa za haraka, majibu ya haraka, matokeo ya bila kuelewa Mungu anajibu kulingana na mapenzi yake. Mungu anatupa kulingana na mapenzi, na sio mapenzi yake tu, kadiri ya muda wake. Mungu anatubariki, Mungu anatujalia kadiri ya muda na wakati, na wakati wa Mungu ni sahihi. Wakati wa Mungu nini? Ni sahihi. Naomba niwaambie kitu. Kwa mfano, wakati mwingine ukisoma Injili ya Yohane ile sura ya 11, mnakumbuka habari za Lazaro, si ndio? Yesu alikuja kueleza akiwa mbali kwamba rafiki yako Lazaro anaugua huko, hawezi. Sinakumbuka mfano. Yeye alichoambia nini? Maandiko matakatifu baada ya habari hiyo tunasikia anasema hivi, Yesu alikaa mahali pale siku 2 zaidi. Yaani rafiki yake anaugua, yeye alikaa siku 2 nini? Naelewa. Mtu mwingine angesema, sasa kwa nini anafanya hivi? Kwa nini asingeenda haraka? Lakini kumbe nyuma yake kulikuwa na kitu kikubwa zaidi ya kile kilichokuwa kinaonekana. Wakati mwingine Mungu anakawia kwa sababu kuna kitu kikubwa zaidi ya hiki tunachofanya nini? Tunachokiona. Mungu ana mpango mkubwa na mzuri zaidi ya huu tunaofanya nini? Tunaouomba. Tuombe sana neema ya kuelewa hekima ya nani? Hekima ya kwamba Mungu ana mpango mzuri na sisi, na atatupa na kutujalia kadiri yeye anavyotaka na kwa wakati wake. Yawezekana tunachokiomba sisi si wakati wake sasa hivi, ila Mungu mwenyewe kwa sababu anajua kesho yetu anasema, subiri mwanangu, nitakupa tena kizuri zaidi. Tuombe kuelewa hekima ya nani? Ya Mungu. Nitawapa kitu kingine muweze kuelewa. Ndugu zangu, kuchelewa kwa Mungu ni kipimo cha imani. La pili, kuchelewa kwa Mungu ni kipimo cha nini? Cha imani. Unajua kuna watu ukiwapa kila kitu wanachotaka haraka, imani kwako inapungua.
upendo wako unapungua. Unaelewa? Yaani kila kitu, naomba hiki, hii. Amini usiamini, upendo utafanya nini? Maana yake wewe utakuwa ni sio kwa ajili ya upendo wa kweli, isipokuwa wewe ni kwa ajili ya kutoa. Kwa ajili ya kufanya nini? Nadhani umeelewa, si ndio? Sasa Mungu hataki kama anapima kama kweli tuna upendo, kama kweli tuna imani naye. Ndio maana wakati mwingine anachelewa. Afanye nini? Anachelewa. Kwani Abrahamu sali kwamba Mungu nijalie mtoto? Japo aliahidiwa, alikaa miaka 25. Unanielewa? Unavuna miaka 20 ngapi? Yaani baada ya ahadi alikaa miaka 20 ngapi? 5. Kasome waraka mtume pale kwa Warumi ile sura ya 4 aya 18. Ni kipimo cha imani. Kwani Yusufu nitawapa mfano, aliota ndoto, si ndio? Lakini kabla ya ndoto kutimia, tunajua alichofanyiwa. Alichukiwa, akauzwa, akafungwa, akapitia magumu kabla ya ndoto yake fanya nini? Kutimia. Mungu alikuwa bado anamuimarisha. Mungu alikuwa bado anamjenga. Mungu alikuwa bado anamfinyanga. Ndio maana mwisho akasema, nyinyi mli weka ndani ya mioyo yenu mabaya, ila Mungu yeye aliweka ndani yake nini? Mazuri. Naelewa? Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 50 aya ya 20. Kwa hiyo japo katika macho ya kibinadamu yalikuwa yanaonekana ni mabaya, ni magumu, ila mbele ya Mungu yalikuwa ni matayarisho ya mazuri yaliyokuwa mbele. Omba sana kuelewa hekima hii ikujenge katika imani yako. Mungu ana mpango mzuri nawe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, naomba niwaambie kitu kingine. Ili tusikate tamaa. Cha mwisho, katika yote utakayokuwa unapitia, ni kuombe sana katika sala zako. Katika sala angalia msalaba. Angalia nini? Angalia msalaba. Yaani wewe ukiwa unasali, ukiwa unaomba, angalia nini? Naomba niwaambie, kilichokuwa kinaonekana siku ile ya Ijumaa Kuu kisingedhaniwa kwamba kitakuja kuwa kizuri. Elewa? Wakati wa msalaba watu walijua kabisa huyu Mwokozi ameshindwa. Walijua kabisa dunia imefanya nini? Imeshinda, uovu umeshinda. Si ndio? Na watu wengine walikata tamaa, wakaondoka kabisa kwamba haiwezekani tena. Hata kaburini wakaweka jiwe kabisa kwamba mambo hayawezekani nini? Walilinda wakiamini hata fufuka ni kama mambo hayawezekani. Lakini hawakujua kwamba Ijumaa Kuu ilikuwa ni maandalizi ya nini? Ya Pasaka. Kwa hiyo katika magumu yako, katika mitihani yako, angalia msalaba na uamini kwamba hautaishia Ijumaa Kuu, bali Pasaka iko mbele yako inakuja. Usikate nini? Usikate hiyo. Naomba jamani, ikae na nini? Ikae na nini? Baba yangu, mama yangu, usikate Naomba nikwambie, usije hata siku moja katika safari yako ya maisha ukakata nini? Tamaa. Amini kinachokwambia ni kwamba nyuma yako kuna watu wengi wanakutegemea. Ukikata wewe tamaa, ndugu yangu, kuna wengi utakuwa umewajeruhi. Ukisema haiwezekani, utakuwa wengi wafanya nini? Umewajeruhi. Kabla ya kukata tamaa, hebu angalia watoto wako. Yawezekana wanacheka, wanafurahi kwa sababu na wewe unacheka na kufurahi licha ya magumu nao yapitia. Baba, yawezekana familia yako ina furaha kwa sababu naona fanya nini? Una furaha, lakini moyoni unajua unayofanya nini? Unayoyapitia. Sasa ukikata tamaa, hawa watu wataenda wapi? Wewe ukisema haiwezekani, hawa watu watafanya nini? Niulize mara ngapi? Mara 2. Kuna watu wanakutegemea, kuna watu wanakuangalia, kuna watu wanakuona kana kwamba wewe ndio role model wao, wewe ndio kila kitu kwao. Je, ukishindwa itakuwaje? Naelewa? Usikate nini? Hata siku moja. Jaribu tena na tena. Pambana. Kama ni biashara, pambana. Jaribu tena na tena. Kama ni kazi, fanya nini? Pambana. Kama ni kilimo, fanya nini? Pambana. Maadamu bado unaishi, mpaka ifike mwisho useme sasa, Bwana, mikononi mwako naiweka roho. Hapo ndipo utasema sasa basi.
Lakini maadamu unapumua, kabla ya kukata tamaa, angalia nyuma, alafu fikiria hawa watu. Unaelewa? Familia imenishinda, kazi imenishinda. Geuka nyuma, angalia watoto wako. Geuka nyuma, angalia wazazi wako. Geuka nyuma, angalia familia yako. Geuka nyuma, angalia ndugu. Wewe kata tamaa, wataenda wapi? Wanakutegemea wewe, wanakutegemea wewe. Inawezekana usilijue, lakini mbele ya Mungu amekuweka wewe hapo juu ili uweze kuwainua wengine. Anakupitisha wewe katika moto ili wengine waweze kupita sehemu ambapo moto huo umeshazimwa tayari. Anakupitisha katika miiba ili wewe uweze kuwasaidia wengine kuvuka vizuri katika miiba. Umewabeba wengi sana, kanyaga moto. Umewabeba wengine sana, kanyaga huo moto unaokumiza, hayo makao unayoona. Amekubariki wewe Mwenyezi Mungu, kanyaga hiyo miiba ili wengine waweze kuvuka salama. Na naelewa ndugu zangu, hata siku moja wabebe wengine. Siku zote wabebe wengine, waweke mgongoni, weka familia yako, weka mume wako, weka mke wako, weka kila kitu. Amini, wanakuangalia nani? Usije hata siku moja ukakata. Jaribu tena na Mungu atasikia, na Mungu anasikia, naye atakubariki sasa na hata milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.